Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Juni 15, mbinu ya Kristo ya ufundishaji. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake, alitai habari njema. Yeye aitangazaye amani, alitai habari njema ya mambo mema. Yeye utangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Isaya 52 mstari wa 7. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Asante kwa kutuamsha salama. Asante kwa kutupatia nafasi ya kusikiliza maandiko yako. Tunaomba Baba utuongoze kuyashika na kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Katika mahubiri na mafundisho yote ya Biblia, hebu watu waone wazi kwamba kwenye kila wazo kuna Bwana asema hivi, ikitolewa kwa ajili ya imani na mafundisho yanayowatetea. Hii ilikuwa ni mbinu ya ufundishaji wa Yesu. Alipokuwa akiwaambia watu waliokuwa wakiuliza alimaanisha nini, wakati wote alikuwa tayari kufafanua maneno yake kwa wale ambao waliitafuta nuru kwa unyenyekevu. Lakini Yesu hakuhamasisha ukosoaji au hali ya kukashifu. Wala sisi hatupaswi kufanya hivyo. Watu wanapojaribu kuchochea mjadala wa mambo yenye utata ya mafundisho, waambie kwamba mkutano huo haukuwekwa kwa kusudi hilo. Unapojibu swali, hakikisha kuwa wasikilizaji wanaona na kukiri kwamba limejibiwa. Usiruhusu swali likupite ukiwaambia waulize tena. Songa mbele kufikia malengo yako taratibu na kwa uangalifu, na ujue ni kwa jinsi gani umefanikiwa. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 69. Tunalazimika kuongea ukweli faragani na hadharani, tukiwasilisha kila hoja, tukihimiza kila nia ya uzito usio na kikomo, ili kuwavuta watu kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu ya msalaba katili. Mungu anatamani kila mtu afikie uzima wa milele. Onesha namna ambavyo wote kupitia kwa neno la Mungu kuna udhihirisho wa roho ya uharaka wa kuwasihi wanaume na wanawake kuja kwa Kristo, kukataa uchu wa chakula na tamaa zinazoharibu nafsi. Kwa nguvu zetu zote tunapaswa kuwahimiza kumtazama Yesu na kukubali maisha yake ya kujikana nafsi na ya kafara. Lazima tuoneshe kwamba tunawatarajia kuleta furaha katika moyo wa Kristo kwa kutumia kila moja ya karama zake katika kuliletea heshima jina lake. Hebu muda mwingi na utumiwe katika maombi na uchunguzi wa neno la kina. Hebu wote na wajipatie kweli halisi za imani katika nafsi zao wenyewe, kwa imani kwamba watapewa Roho Mtakatifu kwa sababu wana njaa na kiu ya kweli za haki. Wafundishe namna ya kujisalimisha wenyewe kwa Mungu, jinsi ya kuamini na jinsi ya kuzidai ahadi. Hebu upendo wa kina wa Mungu udhihirishwe kwa maneno ya kutia moyo, kwa maneno ya kuwaombea wengine. Hebu kuwe na kushindana zaidi na Mungu kwa ajili ya wokovu wa roho. Fanya kazi bila kutaka faida, kwa kudhamiria na kwa roho isiyoweza kukatishwa tamaa. Zibidishe roho kuja kwenye karamu ya mwana kondoo. Hebu kuwe na kuomba zaidi, kuamini na kupokea na kufanya kazi zaidi pamoja na Mungu. Lazima watu wasadikishwe juu ya ubaya wa dhambi. Lazima macho ya mkosaji yatiwe nuru. Hebu wale ambao wameletwa kwa Yesu waeleze kisa cha upendo wake. Hebu kila mtu
ambaye amehisi nguvu ya Yesu ibadilishayo juu ya nafsi yake mwenyewe, afanye kila awezalo katika jina la Bwana. Utasoma Testimonies for the Church gombo la 6 ukurasa 65 na 66. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 15. Mbinu ya Kristo ya ufundishaji. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako utufundishe yote sawa sana mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu